Oktoba 29. Jumatano. Mwaka wa 2025. Mwanzo sahihi wa misheni za ulimwengu. Mwanzo 39:23. Mkuu wa gereza hakujali chochote chini ya uangalizi wa Yusufu, kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na Yusufu na alimfanikisha katika kila jambo alilofanya. Wakati mwingine, changamoto hutokea unaposonga mbele na misheni ya ulimwengu. Katika nyakati hizo ni rahisi kutikiswa. Majanga makubwa yalipotokea Misri, Mungu alikuwa tayari ametayarisha mtu mmoja, Yusufu, kutangaza Injili. Hata hivyo, Yusufu aliishia gerezani. Hata hivyo, ulikuwa mwanzo wa kweli wa misheni za ulimwengu. Muda wake gerezani ulikuwa sehemu ya mpango wa Mungu, uliounganishwa moja kwa moja na ndoto ya uinjilisti wa ulimwengu. Tangu mwanzo, Mungu alikuwa ameahidi Abrahamu kwamba angetekeleza misheni ya ulimwengu. Kila tukio lililofuata lilikuwa hatua kuelekea njia hiyo ya uinjilisti wa ulimwengu. Baadaye Mungu alimwita Musa, ambaye alikuwa amejificha huko Midiani kwa miaka 40 ili kutekeleza kazi za kutoka na kuonyesha nguvu za Mungu. Daudi alitumia miongo kadhaa akikimbia kuokoa maisha yake, lakini huo ndio wakati uliotumiwa kukusanya wanafunzi ambao wangesaidia kuanzisha Baptizan 1000 ya maombi na kujitayarisha kwa ajili ya ujenzi wa hekalu. Israeli hatimaye ilichukuliwa mateka na Babeli na kisha ikawa katika ukoloni wa Kirumi. Hata hivyo, watu kutoka mataifa 237 na makabila 5,000, wale ambao wangesimama dhidi ya giza na magonjwa ya kuambukiza, walikuwa tayari wamefika katika maeneo haya. Kisha ni aina gani ya jibu lazima upokee na uyapitishe? Moja. Siku hatma yako inabadilika. Yusufu alishtakiwa kwa uongo na kutupwa gerezani. Siku hiyo hatima yake yote ilibadilika. Ilikuwa pia siku ambayo hatima ya mkuu wa gereza ilibadilika na njia mpya iliwekwa ili kushinda majanga. 2. Siku shamba linapobadilika. Popote wainjilisti na remnant wanapoenda, hata wasioamini wanaweza kubarikiwa kupitia kwao. Msimamizi wa gereza alikabidhi kila kitu kwa Yusufu kwa sababu aliona uthibitisho wazi kwamba Mungu alikuwa pamoja naye na kwamba Yusufu alifaulu katika yote aliyofanya. 3. Siku ambayo siku zijazo zako zitabadilika. Mungu alimweka Yusufu katika gereza lile lile walimokuwa wafungwa wakuu wa mfalme. Kupitia hilo, Yusufu alikutana na mnyweshaji wa mfalme. Vivyo hivyo, migogoro unayokabili itakuwa wakati ambapo majanga ya ulimwengu yatashindwa. Unachoshikilia sasa kupitia agano kinakusudiwa kukomesha majanga ya zama hizi. Milango ya mataifa 237 inapofunguliwa kulingana na ratiba ya Mungu ya wakati, milango ya yale makabila 5,000 pia itafunguliwa. Kupitia Ruh, lazima uongoze harakati za uinjilisti. Lazima pia uanzishe timu za watu 5, kujenga muundo wa wazee, mashemasi wakuu na remnant wanaoungana katika maombi na uinjilisti na makanisa, na kuendelea na ibada ya kiroho kwa kila taifa. Ombi la agano. Mungu Baba, tafadhali nimiminie neema mpya na nguvu katika wiki hii yote. Nguvu mpya ya kutekeleza uinjilisti wa ulimwengu ifunuliwe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.